Si ni ukweli? Mimi niko ndani ya hema, mimi niko nje ya. Hivyo ndivyo inamaanisha yule aliyekufa akiwa ndani ya Bwana amebarikiwa. Hivyo ni kusema yule ambaye amekufa akiwa nje ya hema hajaba. Na tukubaliane sasa, kama baraka ziko ndani ya hema na mimi nikufie nje ya hema, nikusema sija. Hivyo ni kusema ya kwamba mtu yoyote ambaye atakufa akiwa nje ya Bwana, hivyo ni kusema ya kwamba huyo hajabarikiwa. Na kwa maana ni sauti ilitoka mbinguni ikasema, andika haya. Kubarikiwa ni yule aliyekufa akiwa ndani ya Bwana, huyo ambaye amekufa akiwa ndani. Hivyo ni kusema ya kwamba mtu mwingine yote akifa akiwa ndani, akiwa hapo ndani ya Bwana, huyo ni kusema ya kwamba na kama hajabarikiwa basi, hivyo ni kusema ya kwamba amelaniwa. Hivyo ni kusema hakuwezi kuwa na baraka na kuwe na, ni lazima kukiwa na baraka kuna laana. Hivyo ni kusema, na ndivyo maandiko mahali pengine anasema Mungu mwenyewe hapendezwi na kifo cha mwenye dhambi. Hivyo mwenye dhambi ni yule ambaye kwamba hayuko katika Bwana, hajalala akiwa ndani ya Bwana. Lakini kubarikiwa ni yule mtu ambaye amelala akiwa ndani ya Bwana. Hiyo ndio kitu nataka nikase. Na kama vile nilivyosema jana katika maombolezo, nikasema wale waliyekuweko, nikasema ya kwamba sisi zote tumezaliwa katika dhambi, tukaubika katika maovu, tukaja duniani tukiongea uongo. Sisi zote, mwanadamu yeyote aliyekuja duniani amezaliwa katika maovu, ameubika katika dhambi, akaja duniani akiongea uongo. Hivyo ni kusema wote ambao wamezaliwa, mtu yeyote amezaliwa na mwanamke amekuja akiwa mwenye dhambi, akaubika katika maovu, akaja duniani akiongea uongo. Mama yako akachukua mimba yako akiwa na hatia. Alafu ndio sababu ukisikia maandiko ikisema ya kwamba Yesu akasema ni lazima mtu azaliwe tena, kwa sababu huyu aliyeubika katika maovu na katika dhambi, huyu wa hali hii hawezi kuona ufalme wa Mungu, wala hawezi kuingia. Ni sharti mtu huyo azaliwe tena. Na tukaona vizuri akisema azaliwe tena, ni lazima azaliwe tena ndio awe kiumbe kingine aingie ufalme wa Mungu. Na kwa sababu ufalme wa Mungu ni siri, is a mystery. Huwezi kuelewa ufalme wa Mungu kama hujazaliwa. Na usijipapaze akisema huwezi kuelewa. Hivyo ndivyo anamaanisha. Huelewi na hata huoni. Hivyo ndivyo maandiko, na hivyo imesema haiwezi kuongezwa na haiwezi kupunguzwa. Hivyo ndivyo inastahili kukaa. Huoni na hauelewi na hauko. Hata kuwa katika huu ufalme huu wa giza huu, ili uwe katika ufalme wa huu wa giza, ilibidi uzaliwe katika hali hii ndio uelewe ufalme huu wa giza. Ungekuwa dunia hii kama haujazaliwa katika hali ya mwili. Ili na wewe ukizaliwa katika dunia hii katika hali ya mwili ndio unaelewa mambo hii ya dunia hii. Je, mambo yao nao ya mbinguni, ufalme wa Mungu utaelewaje kama haujazaliwa tena? Ufalme wa Mungu hausomewi. Hakuna mahali unaweza kufanya mtu aelewe hii. Hii haisomewi, hii huwezi kuelewa. Hii ni lugha ya Mungu. Na kama unataka kujua lugha hii, itabidi uwe na Mungu. Na ukiwa hauna Mungu, hii lugha huelewi. Hii hauelewi. Na ndio unaona kwa kutoelewa na kwa kutoijua, ndipo sasa mnakuwa na tafsiri tofauti. Na kwa kutoelewa
ndio unaona tunakuwa na mambo mengi isiyo na maana. Na tukisema ya kwamba tunaenda wapi? Tunaenda mbinguni. Na nikawaambia katika maombolezo, hakuna mtu anasafiri kwa gari kama hajalipa nauli. Na kama utaingia gari na haujalipa, ujue kondakta anakuja kukagua wale wote wamelipa, akiwaitisha risiti. Na kama hauna risiti ya kwenda Nairobi na uliingia Molo Line, anakuambia shuka. Sio ni kweli? Utashuka kwa sababu hauna risiti. Leo kibali cha kwenda mbinguni, hatukatii mbinguni. Hakuna mahali tunalipia hata gari ya kawaida. Ukifika mwisho, ukifika Nairobi ndio unalipa. Kwa nini mambo ya kawaida haiwafundishi? Hata ya mbinguni tunalipia hapa. Yes. Na unalipa na unapewa. Amen. Unapewa tiketi. Hivyo sasa kama unasafiri, unajulikana unasafiri kwa hii, unasafiri na hii basi. Yes. Yes. Na hii basi inaenda Nairobi. Amen. Kwa hivyo sasa ni lazima uwe na tiketi. Na tiketi ya kwenda mbinguni si nyingine, ni Mungu mwenyewe. Yeye ndiye kondakta, na yeye ndiye anapeana risiti. Na yeye ndiye anakupea kibali hicho, na anakuambia sasa wewe uko haki na uko huru ya kusafiri na hii. Na hiyo ndio itahitajika katika ule mlango ukiingia. Na nyinyi, wacha niseme kwa maneno mengine, kuna watu ambao wamesafiri na ndege. Unaambiwa hata masaa ya kuingia, check in, kukaguliwa, na unapeana kila kitu na unaangaliwa kama kweli wewe ni msafiri. Na wewe ukikaguliwa unaambiwa pita hapa. Basi hata kiti chako kiko ndani ya ndege na umekaguliwa. Na kila hatua katika uwanja wa ndege ambao ndege itasimama, wewe mwenyewe unakaguliwa. Ati wewe ni mtu unasafiri kwa hii ndege. Kwa nini nyinyi mnakuwa ambao mmejipambaza akili zenu ya kwamba katika hali ya kwenda mbinguni hakuna tiketi? Ni lazima yule atakayetoka dunia hii awe na kibali. Na hatupewi huko. Hakuna, wacha niseme na niseme tena, hakuna uzima wa milele mbinguni. Huo mnaambiwa mtapewa mkienda mbinguni. Mimi nimeweka X. Unapewa hapa. Kwa nini nisema unapewa hapa? Mwenyewe alikuja hapa, akasema yule asikiaye sauti yangu na kuamini ana uzima wa milele. Si ati atapewa, ana uzima wa milele. Akiamini, alikuja mwenye uzima akauleta uupokee. Na kile kilihitajika ili wewe upate, akakulipia na kifo chake. Sasa hiyo unaambiwa ati ya kwamba kuna uzima wa milele ukienda mbinguni. Iko wapi na uko hapa? Alitoka utukufuni akaja hapa. Na alipokuja hapa, tunasikia maandiko ikituambia alikuja kwa watu wake, na watu wake hawakumtambua. Akakuja duniani, watu hawakumjua, watu wake hawakumjua, lakini wale waliomjua na wakampokea, akawapa nguvu ya kufanyika watoto wa Mungu. Hawajazaliwa kwa mwili ama kwa damu. Hivyo ni kitu tunapata hapa. Nisema maneno mengine ya kukusaidia. Unaweza kuenda kuweka pesa yako kwa benki ambao unajua haitalipa? Kwa nini wewe unaweka moyo wako kwa benki unajua itapoteza? Hiyo inamaanisha nini?
Kwa nini hizi benki ni nyingi sana? Si kuna benki za wakora hata hapa ambazo unaweka lakini hupati mwisho unasikia zilifulizika, umepoteza pesa. Nani ameumia? Ni wewe. Na wewe sasa umeweka moyo wako kwa banki ambao haitalipa. Mwisho wa safari yako utalia. Acha nirudi kwa wazo langu. Ati ya kwamba yule ambaye amekufa akiwa ndani ya Kristo amebarikiwa. Nje ya hiyo, wewe ambaye utatoka duniani kama hauko ndani ya Kristo, ya kwamba wewe haujabarikiwa. Hivyo ni kusema ya kwamba utakuwa kwa aibu. Na baraka hizo unastahili kuzipata hapa. Na kuwa ndani ya Kristo hakuna njia nyingine, ni lazima uzaliwe tena. Amen. Mimi ndani yenu, nanyi ndani yangu. Ili mkamilike katika mmoja. Hiyo ni Injili ya Yohana mlango wa 17 kuanzia 21 hadi 24. Kwa hivyo sasa ni lazima uingie. Na ukisha ingia wewe kwa kuzaliwa tena, ni kusema ya kwamba umebarikiwa. Si ni kweli? Haya, Yohana mlango wa 10 aya yake 9. Mimi ndiye mlango wa kondoo. Na yule aingiaye, aingiaye anaokoka. Na anapata malisho. Hivyo unaona kuna kuingia. Kwa hivyo na unaingia ndani yake, na ukiingia ndani yake hautoki. Ukishaingia hivi ni kusema ya kwamba wewe umeokoka. Hivyo ni kusema ya kwamba hakuna wokovu nje ya Yesu Kristo. Na kama unafikiria kuna wokovu nje yake, umedanganyika. Umedanganyika. Hivyo ni lazima uwe una hakika ya kwamba uko ndani. Na utaingiaje? Ni lazima uwe umefuata hatua zinazofaa. Na hawezi fuata hatua zinazofaa kama hakuna mtu ambaye anajua hizo hatua. Na ndio unaona Mungu ni lazima awatumie watu ambao wanajua. Ni kama vile mimi husema mara zote, mimi husema hivi, ukipeleka mwalimu darasani akafundishe mahesabu mathematics na yeye alianguka. Alianguka kabisa. Na yeye ndio unapea afundishe watoto mathematics na yeye mwenyewe alipata D. Unatarajia hao watoto wapateje na mwalimu mwenyewe alianguka. Si ni kweli? Sasa huyu mtu naye ambaye hajajua Mungu na ameamuka awe mwalimu akupeleka biguni, na yeye mwenyewe hajapata Mungu, atakupeleka biguni gani? Tunaelewana? Unajua watu wanasikia mambo wanafikiri ni hadithi. Wacha niwaambie ukweli. Kuna watu kabisa wanajua Mungu. Na kuna watu kabisa wamekutana na Mungu. This Bible is not a historical Bible. Kama Mungu, hii Biblia inatueleza kuna watu walikutana na Mungu. Hivyo hata kama bado ni Mungu, lazima hata hiki kizazi kiwe kina watu wanakutana na Mungu. Na ni lazima ukutane na Mungu. Na ni lazima kuwe kuna mtu atakwambia njia ni hii. Na kuonyesha hatua za vile utakutana na Mungu. Na huyo mtu ni lazima nawe awe anajua Mungu. Si leo kesho, leo anakuongelesha hii, kesho anakuja na mambo mengine. Mungu si kigeugeu. Na ndio unaona unahubiriwa Yesu ni mwema, Yesu ni mwokozi, na unakubali kwa maana umesikia ni mzuri na anaokoa. Lakini mwisho ukifuata huyo Yesu, kule unapelekwa Anglican. Unapotea. Huyo si Yesu. Anglican si Yesu. Catholic si Yesu. Pentecostal si Yesu. Full gospel si Yesu.
Kama ni full gospel, kwa nini full gospel? Kwa nini mwanamke anahubiri? That is not full gospel. Amen. Hakuna injili yote mwanamke anahubiri. Amen. Hakuna. The full gospel, there is no a woman a preacher. Amen. Full gospel ya leo ina deacon women, ina evangelic women, ina pastor women. Where? Maandiko iko wapi? Wameipeleka wapi? Maandiko inasemaje? Maandiko inasema mtu ambaye anatakiwa kuwa mzee wa kanisa awe wa mke mmoja. Lakini hakuna Biblia inasema ati na mwanamke anataka kuwa mhubiri awe wa bwana moja. Hakuna. Awe wa yule anastahili kuhubiri awe wa mke. Biblia ni kusema hata mwanaume wa wanawake watatu amekuwa wawili is disqualified. Hata yeye hastahili. Sikiliza. Injili ya Yohana mlango wa 5 aya yake 24. Alisikia neno langu na kuamini. Na kuamini ametoka mautini ameingia uzimani. Hiyo ndio njia ya kuingia. Na huyo akiingia maana amepata uzima, ametoka kwa mauti. Ametoka kwa mauti maana alikuwa mautini. Ndio atoke kwa mauti aingie uzimani. Si ni kweli? Maana hawezi itwa uwe kwa uzima, uitwe utoke kwa uzima. Amen. Si hautoki kwa uzima, unaingia kwa uzima. No, uko kwa mauti. Tunaitwa kutoka kwa mauti. Maana mauti iliingia kwa mwanadamu kutoka shamba la Edeni. Wakati wazazi wetu walikula ule mti wa kujua mema na mabaya, Mungu alikuwa amewaonya, msije mkala huu, mkila mtakufa. Hivyo ni kusema wakati walipokula mauti iliingia tayari. Hata ingawa wanaonekana ya kwamba kama wanaishi, lakini mauti. Niseme kwa mfano, ukila machungwa ina vitamini gani? Si inaonekana, lakini iko wapi? Alafu nani atajua? Si ni daktari tu atapima, akwambie wewe umekula machungwa kwa sababu una vitamini C. Ni machungwa ulikula. Si ndio? Kuna wakati moja nilienda kwa daktari moja, akanishikisha kitu hivi, akasikani mwili wangu wote, akaniambia, na hii dawa unakunywa ni ya nini? Na si kumwambia hivyo, mashini ikasikani ikasema kuna dawa ninakunywa. Kutoka hapo nikarudi siku nyingine, akanipea dawa, akaniambia, kwa nini unakula usiku? Na kweli ninakula. Inakagua kila kitu kiko ndani ya damu. Siwacha na sisi basi tuleta mashini neno. Amen. Tukague wewe. Amen. Sitasema ya kwamba wewe una mauti. Amen. Kwa sababu hujapata uzima. Amen. Na uzima ni Mungu mwenyewe. Amen. Hakuna kitu kingine kinaitwa uzima. Uzima ni Mungu mwenyewe. Na sisi zote katika hali ya mzazi wetu aliyekula matunda lile la mauti ikaingia ndani yake, na unasikiliza, yeye mwenyewe alipokula, mambo ikaharibika. Yeye mwenyewe kabla hajaoja mauti ya mwili aliishi miaka 900. 900 years. Hivyo ni kusema shetani akirudi anamwambia, unaona kama unaona Mungu huyu anadanganya. Lakini Mungu akisema amesema. Amen. Si alikuwa? Amen. Na alijua ya kwamba amefanya makosa, kwa sababu mahali pa kwanza kutangazwa mauti ni kwa nyumba yake, kwa mtoto wake aliyependa, alikuwa anaitwa Ebo. Amen. Hivyo akajua kweli
kuna mauti nitakufa hata mimi. Kama ni mtoto amekufa, hata na mimi nitakufa. Kwa maana Mungu akisema, acha niwaambie, Mungu akisema atasema. Na hakutabadilika. It will never change. Hivi sasa tuko saa hii hivi, unaona tumekusanyika hapa. Tumekusanyika kwa sababu ya jambo moja lililotendwa na mtu mmoja. Amen. Tuko hapa kwa sababu mmoja wetu ameku. Wakati mama wa wote hawa alipokula, wote uzao wake wote unakufa. Ndio sababu tunakufa katika hali hii, lakini wacha nikuambie, kubarikiwa ni ule. Amen. Atakufa akiwa ndani ya Bwana. Lakini yule atakufa akiwa nje ya Bwana hajabarikiwa. Haya. Ukilisikia hilo neno na uliamini, una uzima, unatoka kwa mauti, unaingia uzimani. Kwa sababu ndani yako kuna mauti. Na mauti ya nafsi ni mbaya kuliko mauti ya mwili. Kwa sababu na mauti ya nafsi umekufa, na ukienda utaenda ukiwa umeku. Hivyo maandiko inasema heri yule mtu hana sehemu katika mauti. Amen. Mauti ya pili ni kufa kwa nafsi yako, kutenganishwa na Mungu na kupokea uzima ni kupokea Mungu. Amen. Na kupokea Mungu, uzima wa milele, ndiye utalala na kifo kitakuja ukiwa ndani yake. Na hicho kifo cha mwili kikija ukiwa ndani yake, wewe hufi. Amen. Wewe ni kulala. Amen. Na kulala kule unalala, hakuna mwanadamu anaweza kukuita. Amen. Yule anaweza kukuita ni Mungu mwenyewe. Aliyekuita ukatoka kwa mauti ukiwa katika huu mwili ukaingia ndani yake. Kwa hivyo sasa hatujalishwi na hiki kifo. Amen. Cha mwili. Na hii hatutabadilisha. Ni lazima watu wakiwa katika huu mwili na ndio naona watu hawakuelewa Yesu. Katika kitabu cha Mathayo mlango wa 8:22 anasema, aliambia mtu mmoja, kuja unifuate. Akamusihi, tafadhali na kuomba uniruhusu niende nikasike baba yangu. Alimwambiaje? Wacha wafu waende wakazike wafu wao. Let the dead bury their dead. Amen. Hivyo ni kusema hapa hata wale watu walikuwa wanasindikisha mwili kaburini. They are dead people. Amen. Spiritually they are dead. Amen. Katika hali yao ni wafu. Lakini wanaona mwili. Lakini wenyewe spiritually they are dead. Hivyo ndivyo alikuwa anamaanisha. Let the dead bury their dead. Wewe nifuate uwe na uzima. Amen. Nani anaweza elewa Yesu? Na unaona wewe unaomba ruhusa ukazike baba yako. Kama Yesu angekuwa yeye ndiye mwenye hiyo factory. Ati tafadhali boss, nipatie ruhusa nikazike, angekwambia wacha. Wale wako nyumbani wakazike huyo mfu. Wako wakazike wafu. Unaona sasa ungeelewa Yesu. Anakataza mtu kwenda kuzika. Na kwa nini anakatazwa? Kwa sababu alikuwa amekusudiwa uzima. Amen. Wewe nifuate uwe na uzima wa milele. Wachana na wafu wakazika wafu. Wow. Hivyo ni kusema the dead they escort the dead. Amen. Amen. Watu angalia unaona very rough preacher. Sasa niwauliza maswali. Hii umati wote huu umekuja kutoka mbali, ni wangapi walienda kuona huyu akiwa mgonjwa? How many? Ni wachache na sasa, lakini sasa mmekuja nyinyi to witness. Is this sure?
Umekuja sana ni kweli? Ni kweli? Ni kweli, it's true. Kuna mtu anaweza poteza pesa nyingi sana kwenda mazishi, lakini akisikia niko hospitali hawezi kuja, lakini akisikia nimekufa, that is true. Hata ataenda kwa mshwari akope ndio akuje mazishi yangu. The dead let them bury the dead. That's why you are here. Kama hauko ndani ya Kristo, you are dead. Spiritual and physical. Na katika hali ya mwili hakuna mpaka, hauwezi kufuka. Lazima ifike boundary ucross. Na huwezi kucross hiyo, ni lazima ifike hapo ufe. Kwa hivyo kile kuna hubiriwa. Kwa nini kuna hubiriwa? Ndio uwe na uzima. Uzima ni nani? Uzima ni Mungu. Na kama hauna Mungu hauna uzima, uzima wa milele. That's why we struggle to live. Hiyo ndio sababu tunasubuka kuishi, lakini kusubuka kwetu kuishi, hatuwezi ishi bila Mungu. Na Mungu ndiye kuishi, because God is eternal. Amen. Kile tulicho nacho tunachokiita uzima ama tunachoita uhai, hiyo tu ni cha muda. Amen. Ni hata hiyo uhai wako wa muda ndio unasemekana heri yule ambaye hana kifo cha pili. Ni kusema huo uhai una kifo chake, na kifo cha pili ni kutenganishwa na Mungu. Hivyo ni kusema ya kwamba kama hauna Mungu, ni kusema siku moja utatoka hapa umekufa mwili mchanga, mwili umerudi kwa mchanga, nao hiyo nafsi nayo iende katika mauti yake ya pili, kutenganishwa na Mungu milele. Huo ni Ufunuo mlango wa 20 kuanzia 11 hadi 13, 14. Mtu aliye na kifo cha pili, na mtu yeyote ako hapa kama hana uzima, he had second death. Nakwambia hivyo. Amen. Na siwezi ona aibu nikikwambia. You have physical death and you have spiritual death. Kutoka kifo cha kiroho ni kupata Mungu mwenyewe. Na Mungu hakuja kutufia ili tusife. Amen. Alikuja kutufia kile. Amen. Na akatulipia kile. Amen. Ili sisi tusife, tuwe na uzima. Na tukiwa na uzima wake hatutakufa tena. Amen. Na ndio sababu akaambia Maritha, yule aminiaye mimi hata na akifa atafufuka. Amen. Hivyo ni kusema ukimpata umepata uzima wa milele, na wewe ya kwamba haufi. Hivyo ni kusema saa hii mimi hata sasa nikifa mwili, mimi sifi. Amen. Mimi nikusafiri, ninasafiri. Amen. Nikurudi narudi nyumbani. Amen. Ninaenda nyumbani kule kuliko kuzuri kuliko hapa, na sitafikiria mambo mengine. Na ndio unaona maandiko inatuambia sisi ni wasafiri na wageni. Wasafiri na wageni ni nani? Ni wale ambao wana Kristo wenyewe. Maana hapa si kwao. Kwa hivyo ni lazima ujue hivi, na kuambia ni lazima uwe na Kristo ndani yako. Amen. Na kama vile maandiko inasema katika kitabu cha Warumi 8 aya yake 9, mtu ambaye hana roho wa Kristo si wake. Amen. Hivyo ni kusema mtu yote hana roho wa Kristo si wake. Hivyo si kwa wewe si wa Kristo kwa sababu wewe ni wa dhehebu fulani. Hiyo sio kitambulisho ya kukutambulisha na yeye. Kile kinakutambulisha na yeye ni roho wake. Amen. Akiweka roho wake umekuwa wake, kwa sababu una roho wake. Ndani yako kuna sehemu yake. Amen. Na hiyo ndio kitu ambacho anahitaji, na hiyo ndio anaona, na hiyo ndio anaita mwanawe, na hiyo ndio anaita bintiye. Amen. Watoto wa Mungu
ni miungu. Amen. Kile kimezaliwa na mwili na kile kimezaliwa na roho ni roho na Mungu ni roho. Hivyo Mungu naye atazaa watoto wake roho na watoto wa Mungu nao ni miungu. Amen. Na hakuna mwanadamu ambaye aliye mwana wa Mungu kama hajazaliwa na roho wa Mungu. Wewe enda ukaita baba yako huku kwa mwili, lakini una haki ya kuita Mungu baba, maana huna roho wake ndani yako. Akikuweka roho wake katika Wagalatia mlango wa 4 aya 6, kwa maana nyinyi wana, anawapa roho wa mwanawe aliaye, yani baba. Amen. Akikupa roho wake ndiye anamuita wewe. Ulianza kuita baba yako katika hali ya mwili ukiwa ndani ya tumbo ama ukiwa unazaliwa? Ulijulikana lini? Ulijulikana umezaliwa. Wakati ulipozaliwa ndio ulijulikana mwana, lakini hukujulikana mwana, hukuitwa mwana kama hujazaliwa. Amen. Hata na katika ufalme wa Mungu wewe si mwana. Amen. Mpaka uzaliwe, mpaka kuwe na roho wa Mungu ndani yako aliaye, yani baba. Amen. Na huyo roho ndiye anamuita, na huyo ndiye ana haki ya kumuita baba, na huyo roho wake ndani yako, sehemu ya Mungu ndani yako, hiyo ndio inamuita baba, na hiyo ndio itafanya asikie. Amen. Najua hiyo ni kweli. Na ni kweli. Roho wake ndani yako akikuweka, huyo ndiye analia ndani yako, yani baba. Soma Wagalatia. Hiyo nimenukuu Wagalatia 4 aya 6. Kwenda ukasome nyumbani. Hatuna time. Kwa hivyo sasa ndio unaona sasa wewe ni lazima ulale ukiwa ndani ya Kristo ndio uwe umebarikiwa. Nje ya hiyo haujabarikiwa. Amen. Na hiyo sauti ilitoka wapi? Ilitoka duniani. Ilitoka mbinguni. Amen. Na ikasema light this. Amen. Kubarikiwa. Amen. Ni wale waliokufa wakiwa ndani ya Bwana. Hivyo ni kusema yote atakaye kufa akiwa ndani ya Bwana, kifo cha mwili na ako ndani ya Mungu, huyo ameba. Tunaigiaje ndani yake? Tunaigia tu kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Akiingia ndani yako anakubatiza na yeye mwenyewe, nawe kutoka hapo nawe unaingia ndani yake. Amen. Basi nikupe kwa mfano. Kuna mtu aliokoka siku za Noa ije ya safina. Kuna mtu, wale wote walikuwa nje ya safina, wote waliagamia. Na sasa leo Kristo ni safina yetu. Hivyo ni kusema ya kwamba yote ambaye hata ingia ndani yake, ambaye ni safina yetu, hivyo ni kusema wote wataangamia. Na tena sio watu wote walipewa kujua vile Mungu anataka ili waokolewe. Ni Mungu tu alifunulia Noa vile anastahili kufanya ili aokolewe. Hata saa hii kuna mpango wa Mungu. There is a plan of God in our days. Kuna kile kimefunuliwa uonyeshwe vile wewe unaweza ingia ndani yake ili uokolewe. Nje ya Kristo hatuokolewi. Nje ya Kristo sisi tunaagamia. Hivyo ni kusema mtu yote hayuko ndani ya Kristo hawezi kuokolewa. Na unaona nayo safina ilikuwa ya watu ambao wamehesabika. Si ya watu wote. Hata Kristo si wa watu wote. Lakini Kristo ni lazima ahubiriwe watu wote kama wa watu wote. Amen. Tunamhubiri Kristo kama wa watu wote, lakini si wa watu wote. Amen. Na ndio unaona linasemekana atakayesikia naamini lakini wote sio wote watasikia. Amen. Na yule amesikia na amekataa kuamini hivyo anahubiriwa watu wote, lakini si wa watu wote. Anajua wale walio. Akiwa mwokozi akiwa duniani hii aliokoa wangapi?
wachache sana. Alikuwa anachagua na ni Mungu, kwa sababu hawezi chukua wa shetani apeleke mbinguni. Amen. Unataka kutuambia kabisa wewe mhubiri kuna watu wa shetani? Yes, wako. Amen. Unafikiri ni kuteleza na teleza ulimi? Amen. Wako. They are there. Kwa nini hawaamini? Amen. Amen. Na wanaomba Mungu ndio. Kaini hakuwa anaomba Mungu. Alikuwa anaomba shetani. Alikuwa anatolea shetani dhabihu. Lakini alikuwa anatolea nani? Alikuwa anatolea Mungu. Kwa nini haikukubalika? Kwa sababu hata hakuwa wa Mungu. Amen. Hata maandiko inamwambia msiwe sio kama Kaini wa yule muovu. Unataka kusema ndio, kwani maandiko inasemaje? Amen. Yesu aliwaambiaje? Nyinyi uzao Kanyoka. na ndio mnataka kuniua kama baba yenu. Amen. Mimi na Yesu nani anajua sana? Si yeye ndiye anajua sana, aliwaita hivyo. Wa uzawa, na akasema hata kuongea mnaongea uongo kama baba yenu, na baba yenu ni muongo kutoka mwanzo na ni muuaji, na ndio sababu mnataka kuniua. Na hawa aliwaambia hivyo ni Wafarisayo na Wasadukayo. Religious people. Amen. Amen. Ati nikusomea maandiko ni tuende kaburini. Siweweki mimi. Nataka mwerudi nyumbani mapema. Nataka tusome katika kitabu cha Wathesalonike, 1 Thessalonians, paragraph 13. Chapter 4, paragraph 13. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that you sorrow not, even as others which have no hope. Wale ambao hawana tumaini ndio wanahuzunika. For if we believe that Jesus died and rose again, even so, them also which slept in Jesus will God bring with him. For this we say unto you by the word of the Lord, that which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the cloud to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Now, ati wale ambao waliolala wakiwa ndani ya Kristo. Yes, wale mtu ambaye akiwa ndani ya Kristo, huyo mtu si kufa, huyo mtu ni kulala. Na kile kifo amelala ni kifo tu ambacho sisi tunakiita kifo, lakini Mungu hakiiti kifo, maana ni kulala. Na huyo amelala akiwa ndani ya Kristo, ako pamoja na watakatifu wengine. Lakini sisi tuliyesalia hatutamtangulia, yeye ndiye atatangulia. Sasa tuseme kama hizi kaburi ziko hapa, mtakatifu aliyelala hapa, aliyepumzika hapa, akazikwa hapa, na kuambia, wacha nikwambie, maana neno la Mungu ni kweli na halitabadilika. Siku hiyo ikifika, na kuambia watatoka na watatembea hapa. Amen. They will walk. Lakini ile kitu hawako katika mili kama yetu. Amen. Watakuwa na mili ya utukufu. Watatembea hapa ili na sisi tuliyesaliwa
tukiwa na sehemu kama yao, tukiwa na sisi tumepokea kama kile walipokea wakilala, na sisi tuko nacho. Hivyo ni kukuja nasi, watakuja na tutawajua, na sisi nasi wale waliosalia, sisi ni kama ni kufumba na kufumbua kwa macho na miili yetu ige. Na jina la Bwana litukuzwe. Wacha nakuambia huyo mtu ambaye alikusudiwa jambo hilo. Kama kuna mtu ambaye amebarikiwa. Unajua ya kwamba hautaoja mauti. Na wacha nikuambie, hakuna kiwiliwili chako kitaonekana ati kimeanguka ukaenda. Ni kugeuzwa tu na uingie katika mwili wa utukufu. Hivyo ni kusema kuna watu hapa wamebarikiwa ya kwamba, na ni Mungu tu anawajua. Hakuna mtu anawajua, ni Mungu tu anawajua. Ni kusema hivi, kama kuna mtu hapa ana roho wa Mungu, rapture ifanyike saa 9. Wewe ni kwenda, utaenda. Wale wengine wataamuka na utawaona na mtaenda pamoja. Kwa hivyo kuna mtu amebarikiwa hata hoja mauti. Mimi simjui, ni Mungu anamjua. Na kile tu kinaweza kukuhakikishia ya kwamba wewe umebarikiwa ni ukiwa na roho wa Mungu. Hivyo ni kusema rapture take place, you will never taste death. Kwa hivyo ni jambo la muhimu sana kuwa na roho wa Mungu ndani yako. Ni jambo la muhimu sana kuwa na uzima wa Mungu ndani yako. Hivyo hata kama mauti itakuja, tena umebarikiwa, kwa maana utalala ukiwa ndani yake. Na ndio unaona Yesu, watu hawajaelewa lugha yake, akisema Lazaro amelala, wanafunzi hawaelewi. Lakini amelala, lakini tutaenda kumwita. Na kama naye Kristo tu ndio sasa kwanza ni lazima sauti ije kwanza ikuita katika mauti ya kiro, injili ihubiriwe kwako wewe uliye kaburini. Kaburi gani wewe mhubiri? Nafsi yako ikiwa imekufa iko katika kaburi ndani yako. Na ikisikia, alisikia neno langu na kuamini, ametoka hivyo ni kusema alikuwa kaburini. Akaitwa, akatoka kwa mauti, akaingia uzimani. And the dead shall hear the voice of the Son of God and shall live. Na wenye mauti watasikia sauti ya mwana wa Mungu na wataishi. Usikie sauti ya Mungu, upate Mungu uishi. Kuna mtu hapa pako leo apate habari njema. Yesu apita leo, Yesu apita leo, Yesu apita leo, apita hapa leo. Mujue Mwokozi wa pendo lake Mungu, upite katika mlango kuelekea mbinguni. Yesu apita leo, Yesu apita leo, apita hapa leo. Tumefika mwisho.
ya permanent. Kwa hivyo sasa tungetaka sisi tuombe, tuweke familia mikononi mwa Mungu, alafu kutoka hapo mumeondoa kutosha. Mungu afariji nafsi zenu, na mjue ya kwamba tunapoenda kaburini sisi hatuendi kuweka Teresia kwa kaburi si Teresia. Teresia alituacha. Kile tunapeleka pale kwa kaburi ni mwili ni nyumba ya Teresia. Kwa hivyo usiwe unaona ati ya kwamba aga nini aga ilienda ati mnazika mama. Hakuna mama tunazika. Amen. We are not bury your mother. Amen. We only bury the house of your mother. Your mother has already left you and go. Kwa hivyo wewe usiwe na huzuni, ni mwili. Wewe ni kwa sababu ya upofu. Amen. Ndio sababu huelewi. Kama mimi nitalala mtu asikuje akalia. Mimi sio mimi. Si maandiko inasema vizuri sana katika Zaburi 104:29 inasema wewe ulichukua pumzi yako. Amen. You take your breath and Amen. then man died. And Amen. then he turned to the dust. Who is Teresia? Wambui was a nerve, was a soul. It is God has taken the breath. Then the body died. And then go back to the dust. Hivyo sasa ujue ya kwamba yeye amelala. Lakini kulala kule amelala, wewe ukamuita. Aliyemleta ndiye tena alimuita kuje. Amepumzika katika njia nzuri ya imani. Amepigana vita, ametosha. Alikuwa a very lovely lady. Alikuwa mzuri sana. Amewahi nipigia mara nyingi sana. Na hayo aliyofanya. Amen. Ila tu kama haujakubali vile tumekuhubiria Injili, ukipotea hatutaulizwa damu yako. Tumekuambia ni lazima uzaliwe. Tumekuambia ni lazima upate. Ni lazima ujazwe na Roho Mtakatifu. Kama wewe ni mtu wa ujumbe ni lazima ujazwe. Na huwezi enda mbinguni hata kama ni wa ujumbe bila Roho Mtakatifu. Amen. Nasema hivyo. Amen. You will never make it. Yeah. I am saying, Amen. You will never make it heaven without the baptism of the Holy Spirit. Unajua watu wanasikia hadithi. Nilikutana na mimi na Mungu 1986. Amen. Uwaja ukumbi ulikuwa na watu zaidi ya 100. Mimi nina experience ya huyo Mungu. Si ati ni hadithi. No. Amen. Si hadithi. Unajua kile nasema. Na ako na ameniongoza. Amen. Na anaishi. Amen. Na nimemuona. Amen. Na nimemjua. Amen. Na si hadithi. Amen. Anaishi hapa. Amen. Mimi si hadithi ya Biblia. Yale Mungu, yale wengine waliona, nimeona. Amen. Nimeona huyo Mungu amenizaa. Nikusema kwa maneno mengine, mimi ninaishi wakati mzuri kuliko Isaya. Amen. Kwa sababu wao Roho wa Mungu alikuwa juu. Lakini ni mimi si nani wanaishi who are living better time. It is we because we receive. He live in us. They prophesy. I will pour my spirit. They desire to live to see. But we are not desiring to
to see already we have it. Amen. We receive it. Amen. And it is real. Amen. Na ni halisi. Mimi nawaambia ukweli, it is true. Amen. Ni kweli, ni kweli. Kama mimi ndio ninakula, kama mimi ndio nakula peremende, si mimi ndio najua utamu wake. Amen. Wewe utajua utamu wake na wewe ulikula. Amen. Na mimi nakwambia ni tamu. Amen. Lakini wakati utaionja na ikuwe ndani yako. Amen. Amen. Nasikia hakuna kitu kizuri kama Mungu kuwa na ndani. Amen. Wacha nikwambie, siku moja tulipata ajali, accident. Na nilikuwa ndani ya gari. Na nikajua hii gari itaanguka. Na nikajua hii gari hata hii miti haitapita. Nilikuwa pale mbele. Na nikaona itagonga hii miti. Na sijaweka mshipi. My wife was here. Driver hivi mimi ndio nilikuwa katikati. Gari iligonga miti. Ikapinduka. Bibi yangu akatokea kwa windscreen. Mpaka huko. Na wacha nikwambie, mimi nilibaki kwa gari. Imepinduka na mimi niko na sina mshipi. Na driver. Mimi ilipotulia nikatoka. Amen. Nikatoka na nikatembea. Na nilikuwa najua tulikuwa wangapi ndani ya hiyo gari. Brothers, nilipotoka nilianza kuwatafuta. Kulikuwa usiku. Ninakuta watu wakuja kutusaidia wanachukua bagi. Nikamwambia we, hiyo bagi ni yetu, weka hapa we. Mimi hakuna, mimi niko sawa. Nikakuta my wife hapo pale amelala. Hata hajielewi. Dada mwingine na nikaomba. Alikuwa amevunjika bafu ngapi? Amen. Sasa mwingine alikuwa amefinywa na ako ndani ya kiti na rufu hivi. Anakanita, brother, kuja unisaidie. Brother Joel uko wapi? Hebu kuja. Wacha niwaambie, I know God. Amen. He's alive. I know this God. Amen. He's alive. Amen. Huyu tulikuwa naye. Unajua vile nilimwambia na Mungu ni shahidi wangu. Joel kuja tuinue gari. Nisa ni kama ile. Kuja tuinue gari tutoe huyu. Wacha nikwambie kuguza hivi. Tulipindua ikasimama na miguu. Amen. Amen. Tukamtoa. What a miracle. Mimi hata hiyo sielewi. Watu wawili. Gari kama hii kupindua isimame na miguu. Like this. Nani huyo? Wacha agusheni tuone ni watu wangapi watachukua. Watu wawili. Tulipindua pa ikasimama na miguu. Tukatoa sisi. Na mimi nilikuwa hivyo sija. Ni hapa tu. Na unasikia nilikuwa naona hata ikianguka. Ni kusema ya kwamba nguvu zile zilikuwa pata. Hakuna mtu alikufa, lakini sisi tulitoka. It is only my wife aliyevunjika baba. Na anaishi. Amen. Akapona. Amen. Mambo ya Mungu wacheni. Hata wenyewe walikuja kuona gari wakasema ati kuna watu wacha wasikia ati ni watu waliinua. Hawaamini. I am a witness. Amen. Hata si hiyo nitajua tu nikifika huku. Nani alichukua? Nafikiri tu malaika wote walikuwa wapi? Walikuwa wanataka tu tuwasikie ati kujeni. Amen. So tunataka kuomba. Alafu sasa twende kaburini.
Tufungeni macho. Bwana Yesu Kristo, tumekuja tena mbele zako kwa ajili ya muda huo umetupea, Mungu wetu wa kusikia hilo neno. Wewe ndio unajua vile ya kuelekeza neno kwa kila moyo uliokusudiwa. Sasa Bwana, tunaenda kaburini, Mungu wetu, kuweka katika huu mwili wa dada. Najua ya kwamba hata kaa muda mwingi kaburini kabla haujarudi, maana tunaishi katika dalili za kuja kwako, na hakuna kitu kimebakia sasa isipokuwa ni kurudi kwa Bwana peke yake. Na tunajua ya kwamba watakatifu ndio wa kwanza wataanza kufufuka Mungu wetu atakaposikia hiyo tarumbeta. Ameshasikia mwaliko na ameshasikia sauti ya malaika mkuu. Mungu wetu, kile Mungu tu kimebaki sasa ni yeye tu atakaposikia na kuamuka. Sauti aliyosikia ikamleta katika uzima wa milele, hiyo sauti tu ndio tena ataisikia na tena atatoka kaburini. Mungu wetu, sisi tunaweka huu mwili pale kama vile neno lako linavyosema, ati ya kwamba wacha mchanga urudi kwa mchanga. Mungu wetu, si ndio tunavyofanya. Kwa hivyo sasa kutoka hapa na kuendelea, Mungu wetu, tuongoze Mungu wetu, na ninabarikisha hii familia mikononi mwako, uzidi kuwabariki Mungu wetu. Maombi ambao tumewaombea wacha ikakufikia Mungu wetu, ukafariji ndugu yetu brother Steven, na ukampa nguvu Mungu wetu, hata na watoto ukawapa nguvu Mungu wetu. Mungu wetu, wafuate kielelezo cha mama, wajue ya kwamba amelala akiwa ndani ya Kristo, na wakati wote alikuwa anakiwaambia wakufuate. Kwa hivyo wacha waige mfano mwema na waige mfano wa baba yao, kwa maana wakati wote anawaambia nimewaonyesha katika kweli. Kwa hivyo wacha tusaidie tuwe wazazi wa kuonyesha watoto wetu njia inaofaa. Wakifika wakati wa kuamua waamue Mungu wetu kwa hiari yao, lakini heri tuwaambie Mungu wetu, maana tusipowaambia ni sisi tutalaumiwa na sisi ndio tutahukumiwa. Kwa hivyo tunapotoka hapa Mungu wetu kwenda katika kaburi, ukatuongoza. Na tunaomba Mungu wetu tukiamini umesikia maombi yetu, na ni katika jina la Bwana Yesu Kristo tumeomba. Tumefika mwisho wa ibada. Sasa sisi tutachukua mwili tupeleka kaburini. Ama kuna jambo lingine? Kuna chairman ako wapi? Mwangi tunazi kafu reda kugata.